Ndio. Mimi juzi nimepata jambo la ni ushuhuda ambao ni wa ajabu, sikutegemea. Yes. Siku wakati nafunga pale ofisini mida saa 3 na alikuja mtu na simu yake. Amen. Ananiambia hii simu yangu itakuwa inasumbua charge. Ndio. Nikamwambia inasumbua charge, una uhakika? Akasema au itakuwa ni betri. Nikamwambia basi sawa, lete nile Tegeta nikaangalia kama nitafanikiwa. Ndio. Itakuwa jambo zuri. Nikachukua ile simu nikaenda Tegeta. Bahati mbaya maduka kama yamefungwa. Nikamwambia tukutane asubuhi ambayo ni Jumamosi. Ndio. Hivyo nyumbani nimelala, akanipigia simu. Jamaa, bado umelala mpaka sasa hivi? Nikamwambia hamna, nipo tu langu. Nikamwambia basi njoo, kaenda. Nikamwambia basi nenda kabadilisha ile betri. Nikamwambia na kai betri original 45 ya kawaida 25,000. Akanambia sawa, wewe nenda kishafika niambie. Amen. Nafika Tegeta. Ndio. Betri nikakosa. Nikampigia simu nikamwambia betri nimekosa Tegeta nzima. Hapa natoka niende Kariakoo. Amen. Na Kariakoo siwezi kwenda kwa ajili ya betri lako tu. Ndio. Ama nitakuletea baadaye nikiwa kwenye kazi zangu, nikiwa narudi, au ulipie bodaboda kuna na kurudi niende nikatengeneze betri. Amen. Akanambia bodaboda shilingi ngapi? Nikamwambia 15,000. Ndio. Nikajua tu sina pikipiki nitachukua ndege mafuta nitaenda. Akanambia basi nenda chafu na shida nayo simu saa 6. Nikawasha pikipiki nikaenda mpaka Kariakoo. Nimefika Kariakoo. Ndio. Nimetafuta betri nikalipata. Nimeka betri ile simu haimalizi kuwaka. Nataka kufreshiwa. Nikampigia simu akanambia hapana, rudi na hiyo simu. Sasa nikiangalia muda ushaenda ni saa 6. Ratiba zangu zimeenda hovyo. Sema siku leo sidhani kama nitaweza kurudi tena mjini. Amen. Nimefika ofisini, ndio nikaa najilaumu kweli, lakini leo ikanambia hebu achilia, pengine ndio ili jambo lijafanikiwa kwa sababu yes, ungechukua bajaji ukaenda mjini, pengine ungepata shida. Hebu relax, achilia tu moyo. Amen. Kasema Mwenyezi Mungu, sasa mimi naishi vipi na sijazoea kuishi bila kuingiza hela? Ndio. Nimekaa pale, jamaa akaja akaniambia vipi mdogo wangu, poa. Usharudi? Nikamwambia ndio nisharudi. Nikamwambia basi mafuta shilingi ngapi? Nikamwambia wewe utakapojisikia gusa kwa ile unapoweza. Akanipa ile shilingi 15,000 ambayo aliniahidi ya nauli. Amen. Nikasema sio mbaya, hii 15 itabeba kwenye ile distance niliyoenda Kariakoo. Lakini bado wewe haina amani. Kutoka hapo nikaenda kula sehemu. Wakati nakula akaja mshikaji akanambia, "Mama vipi poa? Sasa nauza pikipiki yangu." Hapo nikagonga kichwa hivi sana, nataka nataka pikipiki, nasema nataka pikipiki, nikakumbuka nikasema kuna mtu anataka pikipiki twende. Nilifika pale jamaa kaiona pikipiki akasema mimi sitaki TVS, nataka Boxer. Nikamwambia wewe endesha kwanza pikipiki afu useme unataka au unaitaka. Amen. Jamaa alivyoendesha akarudi akasema kuna mtu anatakiwa nimpe pikipiki. Ngoja nimwite aje aitest. Ambaye atakuwa kununuliwa. Ndio. Sasa jamaa alikuja akatesti. Tena ile kutesti kwake, yani kachukua pikipiki tu kaenda nayo, kavera na abiria. Ndio. Ile akachelewa kabisa, ananiambia nimeenda Tegeta siku na mdada si ni wapi. Nikamwambia sawa, alivyorudi akanambia pikipiki nimeielewa. Ndio. Kajua hapa kiuzo hapa, sikosi hata 20 hapo. Amen. Na Mungu anaanza kutenda hapa. Amen. Basi wale mshasiku akakubaliana, ndio. pikipiki kauzwa. Muuzaji akatoa 10,000. Muuzaji naye tena mnunuaji naye akatoa tena 10,000. Amen. Nikasema sasa Mungu, kumbe nilikuwa na laumu bure. Amen. Siku si ndo nzuri hivi. Amen. Kwa jana sikutarajia, nimepata hela kwa mazingira ya ajabu sana. Amen. Leo namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Mshangilie Yesu kwa ushuhuda wake. Kuna njia zingine ambazo mwanadamu akizifikiria anaona kabisa hapa sifanikiwi. Lakini kumbe Mungu alikuwa na mtego wake maalum. Bwana Yesu asifiwe sana. Huenda angeenda mjini asingepata huo muujiza. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini amepata muujiza, amepata 15,000 ya kwenda Kariakoo na kurudi. Na usafiri shingapi wewe umeweka mafuta kiasi gani? Nimeweka mafuta shilingi 4,000, nimeenda Kariakoo na nimerudi. Kwa hiyo nikanabaki kama na 11,000 hapa. 11 ukijumlisha 20,000 ana 30. Mungu akutendee na wewe muujiza kama huo kwa jina la Yesu. Amen. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Bahati Daniel. Ndio. Mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya uponyaji. Amen. Nadhani kuna watu wananijua hapa waliniona nilivyokuwa na sasa nilivyokuwa. Amen. Niliugua takribani miezi 11. Ndio.
kuna wakati nilikuwa siwezi kutembea, nilikuwa nimekaa tu. Amen. Lakini mama askofu na mtumishi hapa walifika wakanitia moyo, maana nilikuwa nimeshakata tamaa, nilikuwa naona kama vile nakufa. Ndio. Lakini Mungu amenipigania. Amen. Tumbo langu lilikuwa limejaa maji, nilikuwa na shida kujaa maji tumboni. Ndio. Kama yani mbuzi mjamzito alibeba mapacha. Amen. Lakini Mungu amenipigania mpaka sasa hivi niko hai. Amen. Namshukuru Mungu. Kwa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya huyu dada kuondoka, mimi ni shahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni shahidi alivyokuwa kipindi cha mwanzo alipoanza kufika kwenye hili kanisa, na alivyokuwa na baadaye alipata unafuu. Wangapi walikumbuka kwamba kuna unafuu alipata? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini baadaye ibilisi akaja tena kwa nguvu nyingine. Siku moja alikuja hapa, ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa, Jumatano, Jumatano, wakati tunamwombea hapa, hali yake kweli ilikuwa mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hali yake ilikuwa mbaya. Tukamwomba Mungu, na baada ya siku 2, siku 3 tukasikia yuko hospitali. Siku ya Jumatatu nilipata neema ya kumtembelea Mwananyamala na kumwombea. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu kila hatua tunayofanya tunauona mkono wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Naweza nikasema kwa sababu ya huyu kuna mwingine amefunguliwa. Jina la Bwana libarikiwe. Siku ya Jumatatu nilipoenda Mwananyamala, nilikutana na wagonjwa wengi. Baada ya kumwombea huyu, nikawa natembelea kwenye kila kitanda kuwaombea wagonjwa. Ikafikia mahali nikamwombea mama mmoja aliyezungukwa na familia yake. Yule mama ana binti wake wa pili. Wakati namuombea mama, mtoto wake wa pili akaanza kupagawa hapa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye hakuwa mgonjwa, alikuwa mzima, lakini alikuwa ni mgonjwa wa roho. Jina la Bwana libarikiwe. Mama alikuwa mgonjwa anayeonekana mwilini, lakini huyu alikuwa mgonjwa ambaye hakuonekana mwilini kwamba anaumwa. Alikuwa anaonekana rohoni kwamba kuna pepo linakaa ndani yake, na huenda lile pepo ndiye linayemsababisha mama awe mgonjwa. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini baada ya hapo nikamwombea na akafunguliwa, akawa mzima, na sijajua kama bado wako hospitali mpaka sasa. Wamesharuhusiwa. Muujiza wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Muujiza wa nani? Unaweza ukapitia kwenye kipindi kigumu, lakini unapitia ili umuokoe mwenzako anayepitia naye kwenye kipindi kigumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakupitisha mahali ili uwe msaada kwa mtu mwingine. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akubariki Bahati. Mungu ataendelea kuwa na wewe. Sharti ni ile moja, usimwache, ng'ang'ana naye maisha yako yote. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya Bwana Yesu asifiwe sana, ambao nilikuwa nao jana kwenye huduma usiku. Wapunge mikono. Na kwenye ile familia ambayo tulikuwa tunafanya huduma kwa mama, Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Aligusia maeneo ambayo nilikuwa nikiyagusia jana. Mtumishi wa Mungu wewe, kweli au si kweli? Hawajasikia kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Roho Mungu ana kitu anachotaka kuachilia kwa watu. Alizungumzia eneo la asili ya mwanadamu, akazungumzia eneo la mazingira anayoishi mwanadamu. Mazingira unayoishi yanaweza yakakusababisha wewe kuishi maisha ya taabu, ukajiuliza na kulia kila siku, sababu ni nini? Kumbe sababu ni mazingira unayoishi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kabla hujamiliki, kabla hujaingia kuishi kwenye eneo, miliki kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Kabla hujamiliki kwenye ulimwengu wa mwili, anza kumiliki kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Anza kumiliki wapi? Kwenye ulimwengu wa roho. Kwa nini? Unapomiliki kwenye ulimwengu wa mwili kabla ya ulimwengu wa roho, kuna waliomiliki kwenye ulimwengu wa roho kabla ya wewe kulimiliki lile eneo. Sasa walipolimiliki, waliweka maagano yao, waliweka madhabahu zao, waliweka mipango yao, waliweka dhana zao. Wewe unapoenda kufanya au unapoenda kuishi kwenye lile eneo, unaishi kwenye madhabahu ya mtu, na ile madhabahu kwa sababu umeivamia bila kufanya ibada, ile madhabahu inakupokea, na inapokupokea madhabahu yako ya rohoni ulionayo inakosa nguvu kwa sababu ya huyu aliyefanya madhabahu hapa. Kwa nini? Yeye alitoa sadaka, na alipotoa sadaka aliapiana na ardhi afanye ibada yake, afanye mapatano yake, ajenge madhabahu yake, na yeyote atakayevunja sheria yake apatwe na lolote au nguvu zilizoko kwenye kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo uliopo katika kinywa chako. Kinywa ndio silaha kuu itakayomwinua mwanadamu, na ndio silaha itakayomwangamiza mwanadamu. Neno unalolitamka ndiyo baraka yako au ndiyo laana yako. Jina la Bwana libarikiwe. Ulimi una uwezo au kinywa kina uwezo wa kufanya mambo makubwa ya kuhatarisha maisha au ya kufaidisha maisha. Kinywa kina uwezo wa kuhatarisha maisha au kufaidisha maisha. Naomba unisomee kitabu cha Mithali, mlango ule wa 18 mstari wa 21a. Kitabu cha Mithali mlango wa 18 mstari wa 21a. Itasoma katika jina la Yesu. Amen. Mithali 18:21a. Amen. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa nini? Ulimi. Unatamka nini? Nini unachotamka kwa kinywa chako? Kuna familia zingine zimefungwa kwa sababu ya kinywa tu. Kuna watu wanateseka kwa magonjwa kwa sababu ya kinywa. Na kuna watu wameenda mpaka kaburini, wamezikwa kwa sababu ya kinywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako wengine waliotamkiwa maneno. Kuna familia zingine ambazo huwa zinawalaani watoto wao, na zinapotamka maneno ya laana, kama yale maneno hayajavunjwa, yale maneno yanawafuata hao watoto, wanakuja kuishi maisha magumu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Wengine si kulogwa tu kwa uchawi. Kinywa peke yake ni uchawi. Kila unachotamka kwa kinywa chako kwa ajili ya mtoto wako, kile unachosema, angalia ni jema au baya. Angalia ni jema au baya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kinachotoka ndani ya moyo wa mtu, kinachotoka ndani ya moyo wa mtu kinaingia kwenye ulimi. Atakapoitamka, kama ni mema yatamfanikisha, lakini kama ni mabaya yatatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lile unaloliwaza moyoni mwako ndilo litakalo kuja kutokea kwenye maisha yako. Unawaza nini, mwana wa Mungu? Unafikiria nini? Unasema nini kwenye maisha yako? Kwa maana kuna watu wengine, siku moja mzee wa kanisa alikuja Cake City, akanikuta mimi na Ima tupongeane. Mzee wa kanisa akauliza, mbona leo pamepoa? Ima akamwambia kwamba ni kwa sababu ya mwezi wa kwanza, kwa sababu ya Januari. Mimi nikamwambia, nikasema lakini sisi wana wa Mungu huwa tunabadilisha taarifa za Januari mbaya kwa Januari njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wameshazoea hii kauli ya kusema kwamba kwa sababu ni mwezi wa Januari ni mgumu, na unapotamka inakuwa hivyo kwenye maisha yako. Usipojenga msingi kwenye Januari yako, usipojenga msingi kwenye mwezi wako wa kwanza, ina maana miezi inayokuja inakuwa ni miezi migumu. Kwa nini? Ulitamka kwa kinywa chako kusema mwezi wa kwanza ni mwezi mgumu kwangu. Jina la Bwana libarikiwe. Unapojenga msingi mbaya, ule msingi unareact kwenye maisha yako. Ule msingi unajengeka. Miezi yote inayoendelea mbele, badala ya kufurahia, unakuwa wa majuto. Kwa nini? Ulitamka mwezi wa kwanza ni mwezi mgumu. Si tumalizie wote jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Au tumenuna? Jina la Bwana libarikiwe. Vitu vingi havitokei kwenye maisha kwa sababu vingine ulivitamka. Kuna vingine ulifungwa kupitia kinywa. Ni nani aliyekutamkia magumu na unayaishi hayo magumu hata leo? Maana mara nyingi huwa napenda kutumia ili andiko, na wanaolielewa lina maana sana. Akasema, nikayaamuru makomeo, nitafunga na milango, nikasema utafika mpaka hapa, lakini utafika. Ametumia nini? Kinywa. Amesema kwa kinywa, utafika mpaka hapa, lakini hutapita. Kuna watu wameandikiwa historia. Kuna watu wamenenewa na wazazi wao. Kuna watu wametamkiwa na ndugu zao. Kuna watu wametamkiwa na jamaa zao. Kuna watu wametamkiwa ya kwamba hawatafanikiwa. Kuna watu wamenenewa ya kwamba hawatatoboa maisha. Kuna watu wametamkiwa ya kwamba utaenda mjini lakini utarudi kama ulivyoenda. Kuna watu wametamkiwa ya kwamba kila mahali utakapopita wewe hutapata wa kukupa maji ya kunywa. Kuna watu wametamkiwa ya kwamba popote utakapopita hutapata wa kukukaribisha kwake. Kuna watu wametamkiwa ya kwamba popote utakapo
unapokanyaga hakuna ardhi itakayokukubali. Lakini siku ya leo nimekuja kutangua hayo maneno kwa jina la Yesu. Nimekuja kutangua hayo maneno kwa jina la Yesu aliye hai. Kama walikutamkia ya kwamba utafanikiwa, siku ya leo natangua hiyo sheria ya, naandika sheria ya mafanikio, naandika sheria ya ushindi. Kama walitumia kinywa kwa ajili ya kufunga maisha yako, leo natumia kinywa cha Bwana kwa ajili ya kufungua maisha yako. Mshangilie tena Yesu kwa makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako watu waliofungwa, wako watu waliotamkiwa mabaya, na haya mabaya yanatembea nao usiku na mchana. Wako watu wamekula na kiapo kufunga maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Wako watu waliofungwa maisha yao kutumia kinywa. Wametamka, na walipotamka wengine wakatolea sadaka, na hayo maneno yanaishi hata leo sababu hayajatanguliwa. Leo Bwana akuhesabie ushindi kwa jina la Yesu. Bwana akuhesabie ushindi kwa jina la Yesu. Na kutajia pointi za muhimu na za msingi za kuwa nazo makini. Namba 1, andika kujenga au kubomoa. Kujenga au kubomoa kwa maneno. Namba 2, kuinua au kupromosha. Kuinua au kupromosha. Namba 3, kuvuta neema au kuvuta laana. Kuvuta neema au kuvuta laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba unisomee kitabu cha Mithali mlango ule wa 6 mstari wa 2. Hasara za kusema kwa kinywa chako kwa kujikatia tamaa. Kuna watu wengine wamesema kupitia vinywa vyao wakajikatia tamaa wenyewe, na yale maneno yanawafunga wao kwa sababu walitamka wao wenyewe kwa vinywa vyao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu walijifunga wenyewe. Kuna watu walisema kupitia vinywa vyao, na yale maneno yanaishi ndani yao au yanatembea nao. Kwa nini? Walitamka wao kwa vinywa vyao. Twende mtumishi wa Mungu. Mithali 6 mstari wa 2. Basi umetengwa kwa maneno ya kinywa chako. Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Ishia. Bwana Yesu asifiwe sana. Umepegwa kwa maneno ya kinywa chako. Hapa nazungumzia wewe mwenyewe binafsi. Kimuuliza mtu mmoja hapa, kuna vingi tu aliwahi kuvitamka kuhusu maisha yake mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Kweli au sio kweli? Kweli ama sio kweli? Kuna watu wengine walijifunga wao wenyewe na hawakujijua kwamba wamejifunga.
unatamka tu kikawaida, lakini adui huwa anatembea na maneno unayoyatamka. Ndio maana mara nyingi huwa anatumia maneno unayoyatamka kukufunga wewe. Ukisema mimi ukweli mwaka naona ni mwaka mgumu sana kwa sioni mwanga, inakuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Inakuwa hivyo. Kwa nini? Ulitamka mwenyewe, ulijifunga mwenyewe, ulijinenea mwenyewe. Sisi kama wana wa Mungu huwa hatutakiwagi kusema. Ukiona hali ngumu, hautaki kusema kwamba ni ngumu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hautaki useme kwamba ni ngumu kwako. Wengine wanapolia wa mtaani, wa barabarani kule, wanaposema kwamba maisha magumu, nawaambia maisha mazuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana unaposema maisha ni magumu kwako, unaposema huu mwaka ni mgumu kwangu, adui anaandika, unatembea nayo usiku na mchana. Hata kama Mungu alifungulia mlango wa baraka, hata kama Mungu aliachilia baraka juu yako kwa huo mwaka, lakini kwa sababu ya lile ulilotamka, limekufunga wewe, limekuzuia wewe, limenasa maisha yako, limenasa hatima yako, limenasa kazi yako, limenasa malengo yako, limenasa biashara yako, limewanasa watoto wako, limenasa uchumi wako. Jina la Bwana libarikiwe. Leo ni siku ya kutangua kila neno. Mwambie jirani yako, leo ni siku sijasikia. Hata Yesu mwenyewe hajasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu sema tena. Rudia tena. Ya kufanyaje? Ya kufanyaje? Ya kutangua. Haleluya. Nisomee kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 3 mstari wa 6. Sasa na kuonyesha kitu ambacho hii nakuja kukuleta kwenye eneo la faida ya lile neno unalolitamka. Matendo ya Mitume mlango ule wa 3 mstari wa 6. Tasoma katika jina la Yesu. Amen. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, ndio, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Simama ufanyaje? Uende. Simama ufanyaje? Uende. Amna, kuna mtu aliyesikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Petro wa leo ni wewe. Petro wa sasa ni wewe. Akamwambia, akasema kwa kinywa chake kwamba sina fedha, sina dhahabu, lakini nilicho nacho ni hichi. Jina la Yesu wa Nazareti, jina la Yesu aliye hai, mwamba wa miamba, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, jemedari wa majemedari, aliyeshinda kifo, mauti na kaburi, aliyeshinda magonjwa, aliyepasua kaburi Lazaro akatoka. Huyo ndiye niliyembeba nikiwa na huyo jamaa. Hata lala isimame haitaniweza, hata magonjwa yasimame hayataniweza, hata jaribu lisimame bado halitaniweza. Nimebeba jabali, jabali la majabali, jabali la majabali, na leo yuko hapa kwa ajili ya kukusaidia wewe. Yuko hapa leo, 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 yuko hapa leo. Auchukue mzigo wako,
na uchukue mzigo wako. Amen. Na ubaki salama kwa jina la Yesu. Amen. Naomba tumalizie na kutajia pointi nyingine za muhimu. Una uwezo wa kuumba. Pointi ya kwanza, ulimi wako au kinywa chako kina uwezo wa kuumba. Kina uwezo wa kufanyaje? Kuumba na kitu kikawa. Wewe mwenyewe kwa kinywa chako una uwezo wa kuumba kitu kikatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Una uwezo wa kuumba kibali, pointi ya kwanza. Pointi ya pili, matarajio. Pointi ya tatu, mazingira, na pointi ya nne, matokeo. Pointi ya kwanza, kuumba kibali. Pointi ya tatu, matarajio ya kile ulichokiumba kitokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi ya tatu, mazingira ulioyaumbia kile ulichokiumba. Na pointi ya nne, matokeo ya kile ulichokiumba. Jina la Bwana libarikiwe. Namba moja, kuumba kibali. Namba mbili, kutarajia kile ulichokiumba. Namba tatu, mazingira uliyoyaumbia kile ulichokiumba. Na namba nne ni matokeo ya kile ulichokiumba kitokee. Naomba unisomee kitabu cha Mathayo mlango ule wa 12:37. Kitabu cha Mathayo 12:37. Nitasoma katika jina la Yesu. Amen. Mathayo 12:37 inasema, ndio, kwa kuwa kwa maneno yako ndio utahesabiwa haki. Utahesabiwa haki. Utahesabiwa haki. Hawajasikia. Kwa maneno yako utahesabiwa nini? Haki. Kwa kinywa chako utafanyaje? Kwa kinywa chako utafanyaje? Utahesabiwa haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaona, kinywa chako unaweza ukajinenea mema au mafanikio au tajiri au kibali au ushindi na ikatokea. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Malizia. Na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa maneno yako utafanyaje? Utahukumiwa. Utahukumiwa. Leo Mungu akusaidie utumie kinywa chako vyema. Amen. Pointi ya mwisho, acha kujinenea mabaya, jinenee mema. Acha kujinenea mabaya, jinenee mema. Jinenea mema, faida utaona. Lakini ukijinenea mabaya, hasara utaona. Watu wanaojinenea mabaya, wale wanaojikatia tamaa, mwisho wa siku wanachukua maamuzi magumu. Wengine wanajinyonga, wengine wanakunywa sumu, na wengine wanaenda kuvuta bangi. Hawana faida na maisha yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tayari walishaja jitamkia kwamba sisi hatutatoboa, sisi hatutafanikiwa. Fikiria unachokinena kwa kinywa chako. Nilikwambia mwanzo kwamba kinywa chako kina uwezo wa kuleta baraka, lakini pia kinywa chako kina uwezo wa kuleta laana. Inategemea unatamka nini kwa kinywa chako. Inategemea unasema nini kwa kinywa chako. Jambo la mwisho la msingi sana, kila unachotamka na mazingira unayoyatamka ni mazingira ya aina gani? Ndio maana maandiko yanasema amebarikiwa mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki,
asiyeketi barazani, malizia, asiyeketi barazani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanaweza wakakusababisha wewe kuwa mtu wa mizaa. Sasa siku hizi maneno ya mitaani bwana. Haleluya. Maneno ya mitaani bwana. Kuna vitu vingine huwa mimi kuvitamka ni vigumu sana. Nafikiria kwanza ili neno lina maana gani. Kwa mfano, siku hizi vijana wameshazoea kuitana babu. Yaani kijana mwenzako unamuita babu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamuita mwenzako babu. Kwenye ulimwengu wa mwili ni kijana, lakini kwenye ulimwengu wa roho ni babu tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Si umetamka babu? Na ile babu inaandikwa. Huyu ameshakuwa babu tayari. Kwa hiyo mafanikio kwake kushoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine jifunzeni kile mnachosema. Na watu mnaokaa nao mnasema nini? Jina la Bwana libarikiwe. Yale unayoyatamka yanakuja kureact kwenye maisha yako, au yanakuja kutokea kwenye maisha yako. Na yanapotokea yanaleta faida ama hasara, unaanza kulalamika, lakini umefanya mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu atusaidie. Sema Yesu nisaidie. 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 Nisije nikafungwa. Nisije nikafungwa kwenye haya maisha. Kwenye haya maisha. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Nisije nikafungwa. Nisije nikafungwa kwenye haya maisha. Kwenye haya maisha. Yakawa kifungo kwenye maisha yangu. Kwenye maisha yangu. Yakawa kifungo kwenye maisha yangu. Kwenye maisha yangu. Naomba unisamehe. Naomba unirehemu. Nimejilani mwenyewe. Nimejifunga mwenyewe. Naomba unisamehe. Siku ya leo. Nakiri uovu wangu. Na dhambi zangu. Na matendo yangu. Nisamehe Bwana. Nitakase Bwana. Na unioshe Bwana. Damu ya agano. Damu ya agano. Inene mema kwangu. Inene mema kwangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kwa jina la maneno iliyotamkiwa. Naomba rehema. Kwa jina la maneno iliyotamkiwa. Kwa jina la Yesu. Na wazazi wangu, na ndugu zangu, na jamaa yangu, na familia yangu. Kwa jina la Yesu. Siku ya leo. Nisamehe Bwana. Nisamehe Bwana. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na kuanzia sasa natambua kila neno lililotamkwa na kibiashara na kinywa cha mtu mwingine. Kwa jina la Yesu. Kila neno lililotamkiwa, kila neno lililotamkiwa kuanzia sasa nalifuta. Wako waliotamkiwa maneno mabaya, wako waliotamkiwa maneno matulo, wako waliotamkiwa maneno mazito, maneno ya taabu. Papa sakata yana baba sayo nikala baba toya. Nasema hayo maneno matulo kwa jina la Yesu. Wako watu waliotamkiwa laana, wako watu waliotamkiwa laana, wako watu ambao maisha yao, historia
Leta huku mbele. Leta huku mbele. Roho Bwana yuko hapa. Roho Bwana yuko hapa. Nguvu za Mungu ziko hapa. Kila aliyefungwa na maneno ya ukoo, nasema kila aliyefungwa kupitia kinywa, kila aliyefungwa, Roho Bwana tembea. 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 Kila aliyefungwa, kila aliyefungwa, kila aliyefungwa, naamuru afunguliwe sasa. Naamuru afunguliwe sasa. Naamuru afunguliwe sasa. Naamuru afunguliwe sasa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wako waliofungwa. Wako waliofungwa. Wako waliofungwa kupitia maneno, na wakatolea hayo maneno sadaka. 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 Na wakafungwa chini ya madhabahu. Wakawekwa chini ya madhabahu. Wakawekwa chini ya madhabahu. Na ile madhabahu imewafunga. Ile madhabahu inawatumikisha. Ile madhabahu inawatumikisha. Madhabahu imechukua maisha yao. Uhalisia wa maisha yao. Uhalisia wa maisha yao. Namwomba yule dada wa mwisho kule. Namwomba yule dada wa mwisho kule anaangalia nini. Roho Bwana yuko hapa. Nguvu za Mungu ziko hapa. Nguvu za Mungu ziko hapa. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu. Katika jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na wakamata sasa. Na wakamata sasa. Na wakamata sasa. Na wakamata sasa. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Achia maisha. Tunisha Mungu wetu. Weka mkono wako kwenye kitovu chake. Maneno yaliyotamkwa kwenye maisha haya. Maneno yaliyotamkwa kwenye maisha haya. Maneno yaliyotamkwa kwenye maisha haya. Yaliyochukua historia njema ya maisha haya. Maneno magumu. Maneno magumu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwenye madhabahu za ukoo. Kwenye madhabahu za ukoo. Kwenye madhabahu za ukoo. Kwenye madhabahu za ukoo. Kwenye hizo madhabahu natembea sasa. Natembea na mwali wa moto. 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 Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achia maisha haya. Achia maisha haya. Ewe roho ya majuto. Roho ya majuto iliyotoka kutoka kwenye familia. Roho ya majuto iliyotoka kwenye familia. Madhabahu. Akutenganisha nayo kuanzia sasa. Akutenganisha nayo kuanzia sasa. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Roho ya kupishanishwa na baraka. Ndio. Ndio. Ndio.
ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kuanzia sasa. Sema Baba kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Kila kilichonifunga kupitia kinywa au kitovu kiniachie leo. Kwa jina la Yesu. Wako watu waliopitanishwa na baraka kupitia kitovu. Wako watu waliopishanishwa baraka kupitia kitovu. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Kuna watu wametamkiwa maneno magumu ya kwamba hataolewa na mume mmoja. Kuna watu wametamkiwa maneno magumu ya kwamba hataishi kwenye ndoa. Kuna watu wametamkiwa maneno magumu ya kwamba hatakuwa na amani kwenye ndoa. Nasema na hiyo roho sasa. Nazungumza na hiyo roho sasa. Nasema na hiyo roho sasa. Iwaachie watu hawa. Iwaachie watu hawa. Iwaachie watu hawa. Iwaachie watu hawa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Iwaachie watu hawa. Iwaachie watu hawa. Roho hapana tembea. Roho hapana tembea. Roho hapana tembea. Tembea Roho wa Mungu. Roho wa Mungu tembea kwenye maisha haya. Tembea kwenye maisha haya. Tembea kwenye maisha haya. Tembea kwenye maisha haya. Roho hapana tembea. Roho hapana tembea. Mahali popote tulipofungwa. Mahali popote alipofungwa. Mahali popote alipofungwa. Mahali popote alipofungwa. Katika jina la Yesu. Achiliwe kuanzia sasa. Achiliwe kuanzia sasa. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu. Roho wa Bwana pita kwenye maisha. Roho wa Mungu pita kwenye haya maisha. Roho wa Mungu pita kwenye haya maisha. Mahali popote ambapo kuna kifungo. Mahali popote. Ndio. 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 Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Roho wa Bwana tembea. Roho wa Bwana tembea. Roho wa Bwana tembea. Roho wa Bwana tembea. Tembea kwenye haya maisha. Mpaka kwenye uzao wao. Mpaka kwenye familia. Mpaka kwenye familia. Mpaka kwenye familia. Mpaka kwenye familia. Roho wa Bwana tembea. Roho wa Bwana tembea. Roho wa Bwana tembea. Katika jina la Yesu. Wako watu waliopisanishwa na watu wao sahihi. Wako watu waliopisanishwa na watu sahihi.
wakaletea watu ambao sio sahihi kwenye maisha yao, na wamekuwa majuto kwao, wamekuwa kilio kwao, wamekuwa hasara